Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu wa habari wa jioni saa 12 na dakika 20 kuwapasha habari zetu ifuatazo. Leo ilikuwa ni siku ya Sunday na watakia wale wote walikuwa katika sabato muda wa asubuhi mpaka mchana walikuwa pamoja na sisi ndani ya Media Bukavu TV. Nimewaletea habari ya jioni kwa sasa. Na umenisikiliza kutokea eneo gani ama sehemu gani? Na kama unaendelea kunisikiliza mara kwa moja, endelea eka comment yako na kuweka subscribe yako ili kila mara ujumbe wetu endelee kuwafikia mara kwa moja. Na kama unavyonisikiliza, endelea kufanya subscribe haraka. Nashukuru zaidi mashabiki zangu kila sehemu popote muko, muendelea kusubscribe, muendelea kulike, muendelea comment ili kuwa pamoja na sisi ndani ya kipindi cha Media Bukavu TV. Ni ya muhimu zaidi na kuwa na unyenyekevu mema kuwa pamoja na sisi ndani ya media. Kwa sasa nakuja kuwaletea ripoti katika sehemu ya uwanja wa mapambano katika sehemu tofauti. Nakuja kuwapeleka katika eneo ya Masisi katika eneo tofauti tangu tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2026. Sehemu inaitwa Malemo ndani ya kijiji cha Malemo, groupement ya Bashali ndani ya groupement ya Bashali Mukato Masisi, ndani ya groupement ya Bashali Mukato ya eneo ya Masisi. Kumepatikana mlio wa masasi tangu jana tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2026. Ni Media Bukavu TV, tunaendelea kuwachambulia kila sehemu kuendelea kuwa mapambano ama vita ya ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndakuja kuwapeleka katika kijiji kinayoitwa Kashunga, katika kijiji cha Kashunga groupement ya Mukato Bashali Mukato, kunako kumepatikana mlio wa masasi tangu jana tarehe 14 mwezi wa 3. Huko ni eneo tu ya Masisi. Hapo kokote ninapowaeleza, mapambano imeendelea kuwa nyingi zaidi katika uwanja ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Upande popote kama unavyonisikiliza moja kwa moja, ukiwa pamoja na mimi ndani ya Media Bukavu, utaendelea kujua mengi zaidi. Ama wewe ni shabiki zangu tokea eneo popote, endelea kufanya subscribe kwa sababu ujumbe wetu utaendelea kufikia mara kwa moja. Ndakuja kuwapeleka katika haraka kwa kwenda katika uwanja mapambano sasa. Huko katika eneo tena inapoitwa katika Mambasa, katika milima huko North Kivu, katika eneo ya Ituri, eneo inayoitwa kijiji kinayoitwa Penge. Katika kijiji cha Penge na sehemu inaitwa Muchacha, kumeonekana mlio wa risasi wanajeshi wa FARDC na waasi M23 katika eneo ya milima hili, mahali ya uchimbaji wa madini katika eneo. Kumbuka waasi hao sio wa M23 kwa tafadhali kidogo. Kumeonekana waasi huko wanaendelea kuiba na kuendelea kunyanyasa watu katika eneo ya Mambasa, katika sehemu inayoitwa Mpenge Muchacha. Wanajeshi hao wasiojulikana, wakumbuka Mchacha kuna mali nyingi zaidi ama mlimo wa madini huko katika eneo hizi. Kwa sasa unakumbuka huko ni kwa eneo wa Shinwa ama wa China wanaendelea kuchimba madini katika sehemu hii. Wakaji kutokea eneo ya Mchacha wanaendelea kuwasiwasi zaidi kwa sababu ya wizi ama wanajeshi hao wasiojulikana walikuwa wengi zaidi. Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wanaendelea kufanya msako katika eneo hili. Ngoja niwapeleke katika eneo ya Uvira. Hatua governor ama gavana wa Uvira anayoitwa Jean-Jacques Pusira amezungumza maneno mengi zaidi. Kumbuka alikuwa katika ndani ya Kinshasa kuwa katika na viongozi vya chama vya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kwa sasa amerejea Uvira tangu jana. Amezungumza maneno mengi zaidi. Jana alikuwa na mkutano na viongozi vya serikali ndani ya eneo ya hapo Uvira. Amezungumza kwa sababu ya maendeleo. Je, maendeleo tarejea katika eneo ya Uvira? Na amezungumza maneno mengi zaidi kusema tayari wanataka anza kuzungumza na serikali moja kwa moja na ni vipi watarejesha amani. Hatua wakimbizi kutokea ndani ya Jamhuri ya Burundi wameomba usaidizi ama wameomba gavana kutokea huko Uvira kusema tayari wanaomba usaidizi ili warejee katika mji wa Uvira kwa sababu maisha yao inaendelea kuwa hatarini sana katika kambi la
hapo Burundi. Hawaishi maisha nzuri. Kumbuka maisha ya mkimbizi ni maisha mbaya zaidi. Hili Media Bukavu TV tunawafikia kwenye uwanja kila mara tukiwapea habari, inaenda kupitikana muda wa mara kwa mara. Hatua kiongozi huyu katika eneo ya Uvira amezungumza kwa sababu kuhusu wakimbizi wa eneo ya Burundi. Anasema kwa sasa wakimbizi hawa wataanza kurejea katika sehemu mahali kwao. Kwa sasa kumbuka, wakimbizi ili warejee kutoka katika eneo walikuwa, itabidi usaidizi ama kwa sababu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ipiane mkataba kwa kurejesha wakimbizi hawa. Kumbuka wakimbizi ama Umoja wa Mataifa unaruhusiwa wakimbizi kurejea. Amani yupo ama hakuna amani? Lakini viongozi vya serikali vimesema amani imerejeshewa katika mji wa Uvira, inabidi wakimbizi warudi kwa sasa. Hili ni Media Bukavu TV, ukiendelea kwa pamoja na mimi nitaendelea kuwapasha habari inaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndakuja kuwapasha habari lingine kutokea jana tarehe 14, ajali ya serikali ya wanajeshi wa FARDC katika eneo ya huko Baraka. Wanajeshi wawili walipoteza uhai kwa sababu ya ajali hili katika mabarabara zenye zijengwe vizuri, ama kwa sababu mulio katika barabara mbovu zaidi katika eneo tofauti inayoitwa katika eneo inayoita Basimukuma na katika seta ya Mutambala. Hizi ni eneo ajali jana ilikuwa mingi zaidi katika eneo katika centre inayoitwa Basimukuma katika seta ya Mutambala. Hizi jana ndio kwenye kulipitikana ajali kubwa zaidi ya mpaka ikapoteza wanajeshi wawili wa FARDC walipoteza uhai katika eneo hili. Na katika eneo kwenye uwanja mapambano katika kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imezingatia eneo inayoita Kakenge na katika eneo inayoitwa Angola, eneo ya Angola na Kalenge na sehemu inayoitwa Kavimviri na Baraka na Fizi na Mulenge na eneo inayoitwa Remera. Kwa sasa wanajeshi wa M23 wanamiliki katika eneo inayoitwa Sange na Walungu na sehemu inaitwa Kamanyola na kuelekea Minembwe na Kageregere na kuelekea seta zingine huko eneo teritware ya Uvira. Kwa sasa wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaendelea kuhimiza na kusema tayari wanaomba raia population wawe na umoja nao. Kusema nini? Kila mahali popote wakipata habari kujua tayari wanajeshi wa M23 wanaendelea kuingia eneo tofauti, inabidi wawapashe habari. Kumbuka taarifa yenye iko tayari wanajeshi wa M23 wengi zaidi wanaanza kuingia katika eneo yoyote kuna serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bila kuvaa mavazi ya serikali. Kumbuka wanajeshi ama wa M23 kuna wengi wanaovaa tayari wako na mandugu zao katika eneo tofauti, nao wanafanana kama raia tayari na wajulikane kama wako kwenye kosi la vita ndani ya wanajeshi wa M23. Lakini katika uwanja mapambano viongozi vya chama vya M23 vinaendelea kuzungumza maneno kutikisisha kusema tayari serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kufanya marupuko wa kutumia drone katika eneo tofauti, na kwa sasa unajua eneo yote ilikuwa imeshajulikana kama tayari wanaenda kuweka umoja wa kuomba ama kuweka usalama katika eneo tofauti. Lakini kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kuweka mfululizo ya vita katika eneo tofauti. Kuna wanajeshi wa M23. Hii ni Media Bukavu TV, tutaendelea kuwapasha habari inaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Eneo ya Kisangani kumeonekana tayari hewa sio nzuri, kwa sababu wanasema tayari wanajeshi wa M23 wanaweza kuwa tayari wanaanza kupenya katika eneo ya Kisangani. Ukweli ama sio ukweli hatujui, lakini katika media ama katika taarifa wakaaji kutokea eneo ya Kisangani wanaendelea kutupasha habari kutokea hivyo, kusema tayari kuna hewa mbaya, kwa sababu kunaonekana wanajeshi wasiojulikana wakiongea lugha tofauti hapa eneo ya Kisangani katika vijiji zinaofuata hapo. Na uko Kalemi ni hivyo hivyo katika uwanja wa ndege unaoitwa Nyinjo tayari kunaonekana wanajeshi wa
3 walitembea katika vijiji vinaokumbatia uwanja wa ndege, lakini kabla hawajajulikana hatua, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kuweka ulinzi katika uwanja wa ndege hili. Na mimi mwenyewe ni Media Bukavu TV Nelson, endelea kuwapasha habari zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ukiwa pamoja na mimi, endelea kuwapasha habari inaendelea katika eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kiendelee kufikia mara kwa moja. Ukiwa pamoja na mimi na kuwapasha habari inayopatikana ndani ya nchi ama ndani ya sehemu ya uwanja wa mapambano. Endelea kufanya subscribe, like, comment. Tutakuja kupatana kwa habari zetu za jioni, na mashabiki zangu naambia nyinyi wote nawapenda zaidi, na ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kitu inahitajika ni amani na kuweka umoja na kuweka ili watu wakuwe kitu kimoja. Kumbuka serikali haiwezi kuongoza mahali watu hawako wamoja. Raia ndio wataleta amani ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hata rais ama watu wakuje kusupport nchini Kongo kwa kuleta bidhaa ya silaha kubwa zaidi. Kumbuka watu ndio wataendelea kufa, lakini amani haitakuwa. Lakini watu wa raia population wakija wote waungane na kuweka amani na kuacha ukabila na kuacha kuvamiana kwa kuvamiana raia kwa raia, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo itaendelea kuwa na umoja. Na kama nchi zingine zinaendelea kuendelea katika maendeleo, nchini Kongo ni adhari ya watu wengi sana ulimwengu mzima, lakini Kongo inaonekana tayari ina lahana kwa sababu watu kusipoelewana. Ni Media Bukavu TV, endelea kuwapasha habari zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ili amani lije katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, itabidi wakaaji wapendane. Raia kwanza wenyewe wakwe umoja, na wakikuwa umoja nchini ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amani itakuja. Lakini bila hiyo hakuna amani inaweza kuingia na Jamhuri ya Demokrasia bila raia population ama wakahaji wapendane na kuacha ubaguzi na kuacha kuangalia sura, kuangalia urefu, kuangalia pua na kuangalia aina ya mtu yoyote. Na kwa sababu ili nchi la Kongo liendelee kujengwa, itabidi watu wakue kitu kimoja na kukaribisha wageni kutokea nchi tofauti, ili kama nchi zingine unajikuta wanakaribisha watu kutokea nchini tofauti, wanaendelea kuingiza uchumi ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na ndio utapata nchi ya Kongo nayo inaendelea kusonga mbele zaidi na kurahisishia rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuongoza nchini Kongo, sababu rais wa nchi amekuwa na mambo mengi zaidi, anajiuliza ataanza wapi, kwa sababu kumbuka, ili akuje kuweza nchi ya Kongo itabidi wakaji wenyewe wajipange na kusikiliza ama na kujijenga kitu kimoja. Hii ni Media Bukavu TV, ukiwa pamoja na mimi nitaendelea kuwapasha habari inaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Endelea kufanya subscribe, like, comment ili ujumbe wetu wafikie mara kwa moja. Nawatakia usiku mwema, tuje kupatana kwa habari zetu za asubuhi. Hii ni Media Bukavu, muda wetu wa usiku. Chao chao, tupatane kwa habari zetu za asubuhi mapema tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2026, itakuwa juma moja tutafungua kurasa zetu katika uwanja mapambano. Mungu ende kuwabariki. Leo ilikuwa tarehe 15 muda wetu wa jioni kwa habari za usiku. Mashabiki zangu mahali popote muko, endelea kufanya subscribe, like, comment na mjiunge na sisi ndani ya group yetu ya WhatsApp. Inakuwa katika screen yetu mara kwa mara, ili tuwe pamoja kuwapasha habari zetu mara kwa moja. Unatokea eneo gani na unaponisikiliza kutokea eneo gani? Eka ujumbe lako hapa. Chao chao.